Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Mamlaka nchini Urusi inawashikilia Wayahudi 40 wanaodaiwa kwamba walishiriki katika vita dhidi ya Iran. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje aliambia shirika la habari la Jerusalem Post kwamba waziri alichukua hatua kutatua suala hilo na kuingia kwa Waisrael kulidhinishwa. Israel iliambia Urusi tukio hilo halikubaliki. Mamlaka ya Moscow iliwakamata karibia Wayahudi takribani 20 walikuwa wakitua kwenye uwanja wa ndege wa Domodedovo katika mji mkuu wa Urusi kwa kuhusika katika vita vya Iran, chombo cha upinzani cha Urusi Mediazona kimeripoti. Waisrael hao walitua kwa ndege kutoka Tel Aviv. Baadhi yao walizuiliwa, walikuwa raia wawili wa Israel na Urusi, lakini wote hawakuwa na chakula, maji au bafu, huku wakizuiliwa kwa saa kadhaa kulingana na ripoti hiyo. Maafisa usalama walitaka abiria wafungue simu zao, lakini abiria hao walikataa na hatimaye mamlaka ilikubali vifaa vyote vya rununu kuzimwa, chanzo kiliambia Mediazona. Waisrael hao waliitwa kwa njia ya mazungumzo ambapo baadhi waliripotiwa kuambiwa kwamba Iran ni mshirika wa Russia na kwamba adui wa Iran ni adui wa Urusi, chombo hicho kilisema. Kisha Waisrael hao waliambiwa kwamba ziara yao huko Moscow haikukaribishwa na kwamba walitakiwa warudi. Kisha walilazimishwa kutia saini karatasi zenye onyo juu ya hatari ya kuvunja sheria kabla ya kuachiliwa, chombo hicho kiliripoti. Maafisa hao wa usalama walikuwa na tabia ya adabu na kwa uangalifu wakati wa kupekua karatasi hizo, chanzo kilisema. Chanzo cha Israel kinathibitisha tukio hilo kupitia shirika la habari la Ynet la nchini Israel, lakini kilisema kwamba idadi ya Waisrael waliohusika ni chini, lakini si kwa kiasi kuliko ilivyoelezwa. Tukio hilo lilithibitishwa baadaye na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ambaye aliliambia gazeti la The Jerusalem Post kwamba mara tu tukio hilo lilipojulikana, waziri wa mambo ya nje Gideon Sar aliagiza wafanyakazi wa wizara kuchukua hatua pamoja na Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi na ubalozi wa Israel huko Moscow. Kufuatia uingiliaji kati huu, tukio hilo lilitaka kuingia kwa Waisrael kulidhinishwa, msemaji aliambia shirika la habari la Jerusalem Post. Iliwekwa wazi kwa Warusi kwamba mwenendo huu haukubaliki kabisa na Israel inaliona tukio hilo kwa uzito sana, wameongeza. Kwa muda mrefu Israel na Urusi zilikuwa na uhusiano wa kati kwa kati, haukuwa uhusiano mkubwa kutokana na kwamba nchi zote mbili zilikuwa na ushirika ambao ulikuwa na uadui kwa upande wa pili. Urusi imekuwa na ushirika na Iran ambayo ina uadui mkubwa na Israel. Kadhalika Israel ina uhusiano mkubwa wa Marekani ambayo Marekani ina uhusiano mbaya na Urusi. Jambo hili lilitajwa na mamlaka huko Israel kwamba ni jambo baya na hawakutarajia kama lingetokea katika nyakati hizi. Mtazamaji, endelea kutufuatilia nasi tutakuwa tukikujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News.